Naam, ndugu zangu wa Kenya, jirani zetu, watu ambao tunaoshare baadhi ya vitu vingi sana, kwamba tunashare vitu vingi sana kati ya Kenya na Tanzania. Leo ningependa kuzungumza na nyinyi kidogo, na mazungumzo yangu ni kwamba yatakuja kusimama katika sehemu ambayo ni masikitiko ambayo yanayofanywa na ndugu zetu wa Kenya. Wakenya mmeonyesha jinsi gani kwamba nyinyi sio majirani wazuri na wenzenu sisi wa Tanzania. Na hili limekuja kutokana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 nchini Tanzania. Kabla ya Oktoba 29 palikuwa panatumika nguvu, ilitumika nguvu kubwa sana na globes za Kenya ili kumchafua rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia vile vile kuweza kuunga mkono opposition ambayo ilikuwa inaongozwa na bwana Tundu Lissu. Kwa matukio ambayo yalikuwa yanaendelea Tanzania, Kenya mlisimama na upande wa Tundu Lissu. Sawa, hamkatazi msisime kusimama kiupande wenu, fikira zenu, lakini kuna kitu tunataka tuwekane sawa kidogo. Ni kwamba si sawa kwa Wakenya kutumia nguvu kama ile kuweza kuishambulia Tanzania kiasi ya kwamba mpaka tunajisikia vibaya kuona ya kwamba majirani zetu mbona wamekuwa katika hali kama hii. Kutofautiana ideas na fikra kwenye mambo ya kisiasa ni jambo la kawaida. Inawezekana mimi nikawa na mtazamo wangu kisiasa na wewe na mtazamo wako wa kisiasa, lakini katika mitazamo yetu sisi ya kisiasa, tofauti zetu sio sababu ya kupelekea kwamba tuwe maadui, kwa sababu kila mmoja anaamini katika kile anachokiamini. Sisi wengine tunaamini chama tawala kama chama cha CCM, chama cha Mapinduzi CCM, ni chama ambacho wengine tumezaliwa sisi tukiwa chini ya utawala wa chama hicho. Ni chama kilichotawala nchi ya Tanzania takriban sasa miaka 60 na kinaendelea kutawala nchi ya Tanzania. Kiukweli kabisa ni kwamba watu tumetofautiana katika mitazamo ya chama. Watu wa chama cha Chadema, wao walipoona kwamba kuna mambo hawafikiani, walisema kwamba wataingia katika uchaguzi. Kwa hiyo vyama vingine vilivyobaki 17 vyote vikawa vimeingia katika uchaguzi, na wakasimamisha ma presidential candidates wao, na wakasimama wale watu wao ambao waliwachagua wasimame, na majambo yakaendelea. Sasa chama kimoja ambacho kilichokataa kuingia katika uchaguzi wala sio sababu ya kuifanya Tanzania ije ichomeke. Lakini tunashangaa globes za Kenya zilitumika na ilitumia nguvu nyingi sana. Tuna maswali mengi tunajiuliza na globes za Kenya. Ni kama wenzetu mlichukua kiasi gani cha pesa kufikia mahala mpaka kutaka kuihujumu Tanzania kiasi hicho. Sisi tunafahamu ya kwamba ni majirani, lakini Kenya mko na historia katika East African Community. Kenya imekuwa ni nchi ambayo ya vurugu kila wakati kwa mataifa ya jirani zao. Kwa sababu ukiangalia kwamba Kenya katika East African Community kabla ya kurudiwa tena mara ya pili ilijiita East African Community, tunafahamu vizuri kwamba kuna nyumba ambazo ziliibwa na serikali ya Kenya za East African Community, ziliibwa nyumba zikauzwa. Unaona vizuri bwana. Zile sehemu za Upper Hill kule ndio kulikuwa na makao makuu ya East Africa. Nyumba ziliuzwa na pesa ikapigwa, wanaume wakapita nazo. Historia inajulisha. Ndio mpaka ikafikia baada ilivyokuwa tena baadaye kuja kuundwa tena East African Community. Sasa hapo ndipo ambapo tena ikabidi makao yake makuu yawe Tanzania, ambayo ni Arusha, kwa sababu ya wizi uliofanyika Kenya. Kwa hiyo Kenya ina historia. Hata kipindi cha Magufuli ilivyokuwa anatawala, tunakumbuka kwamba kuna vifigisu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika kutoka Kenya kuifanyia serikali ya Tanzania. Ilifikia mahala mpaka kufunga mipaka, mara si wafanyabiashara wasiingie Kenya, mara sijui ndege za Tanzania za Air Tanzania zisishuke Jomo Kenyatta. Nakumbuka kipindi hicho Rais Magufuli akatoa order akasema basi na KQ zisishuke ndani ya Nyerere International Airport. Na ikaangaliwa kwamba KQ ndio inayeshuka sana Tanzania mara 36 kwa wiki. Wakaona Wakenya ndio wanaopoteza, ndio baadaye wakaamua tena wakae tena kikao wajadiliane mambo ya rudi. Wakenya mbona mmekuwa nyinyi ni watu ambao tofauti sana. Uchaguzi wa Tanzania mmeushupalia, mmeutolea nguvu kubwa kiasi ya kwamba utafikiri nyinyi wa Kenya mmekuwa ndio wa Tanzania. Yaani kiasi kama nyinyi ndio mna uchungu kuliko wa Tanzania. Huo ni unafiki na hiyo ni roho mbaya.
Hakuna siasa chafu mbaya kama iliyoko ndani ya nchi ya Kenya. Siasa chafu inayofanyika Kenya haifanani na siasa inayofanyika Tanzania. Kenya ni siasa ambayo inayofanyika kwanza ni ya ukabila. Ukabila Kenya ndio unayeitafuna Kenya. Na maendeleo ya Kenya yanakosekana kufanyika kwa sababu ya ukabila. Imefika mahala akiingia rais fulani wanamtengenezea figisu muda wake mpaka unaisha muda wa kutawala, hamna mambo makubwa aliyofanya katika historia ambayo ataleta historia katika nchi ya Kenya. Leo mko na rais pale Mheshimiwa William Ruto. Ni mtu mzuri sana Ruto. Ruto ni mtu safi sana. Ila kwa sababu wa Kenya wengi mna roho mbaya, ndio maana Ruto mnamchukia. Lakini you have best president. Mko na rais mzuri, rais ana mipango mingi sana William Ruto. Akili ya William Ruto endapo kama ingelikuwa wa Kenya mnaweza mkakaa chini mkampa nafasi na mkaweza kumshauri na mambo mbalimbali, basi Kenya yenu ingekuwa imesonga mbali sana kiuchumi katika East Africa. Lakini Tanzania inakuja kukupiteni. Nini si mmetangulia? Tanzania inakuja na Tanzania itakuacheni katika kila sehemu. Hujanielewa? Tanzania itakuacheni maeneo mengi tu. Tanzania itakuacheni maeneo mengi sana na inakuja vibaya. Speed ya Tanzania ni kubwa mno kwa sababu wenzenu Tanzania walishaamua toka zamani. Mama Samia yeye alishaamua kwamba yeye atasimama na nchi yake na kuisupport nchi yake na kuhakikisha nchi yake inasonga mbele kiuchumi. Samia ametawala miaka 4, mwaka wa 5 ndio huu ambao amesimama, lakini Samia kaupandisha uchumi wa Tanzania mpaka 6.5%. Kama hujui hilo, uliza utaambiwa. Samia kaupandisha uchumi wa Tanzania mpaka 6.5%. Nchi ya Tanzania imepanda kiuchumi. Tanzania ni nchi ambayo sasa hivi wamesikilizana na majirani zao Uganda. Wanayatoa mafuta kutoka Hoima Uganda. Bomba la mafuta linalokwenda takriban kilomita 1800. Na hili bomba lina wafanyakazi wengi sana, karibuni wafanyakazi 2000 na kitu ambao wanafanya kazi kwenye hiyo. Vijana karibuni vijana 270 wanaofanya kazi katika hilo bomba la mafuta ambalo linatengenezwa bomba la mafuta kutoka Hoima linaletwa mpaka Tanzania katika mji wa Tanga. Kumbuka Tanga kuna poti kubwa sana ambayo poti hii sasa hivi inamilikiwa na Wachina na wanaimalizia Wachina. Imebaki asilimia kidogo sana hii poti ikamilike kabisa na iweze kufanya kazi zake. Itakuwa na uwezo wa kuingiza meli kubwa kuingia katika poti ya Tanga. Na mafuta yatakuwa yanatolewa Uganda, Hoima pipeline inakuja mpaka Tanzania. Na biashara ya mafuta mnafahamu jinsi ilivyo. Sio mafuta ya kuchota na malori kupeleka, ni bomba la mafuta linatoka Hoima linakuja mpaka Tanzania. Na wamekubaliana na wanafanya hiyo kazi. Tanzania imelipa pesa nyingi sana, karibuni 4 billion ambazo zimetoka za Tanzania kwenda kuilipa kwenda katika huo mradi. Kwa hiyo Tanzania itawaacha. Tanzania itawaacha soon as possible. Tanzania itawaacha wa Kenya nyinyi kwa sababu hamjielewi. Mmesoma lakini akili hamna. Yaani mmesoma lakini hamtumii akili zenu. Nyinyi badala ya kumsaidia rais wenu mnakaa kila siku kuunda vikundi. Eti mmetengeneza mpaka viparliament. Mna viparliament vyenu. Githurai pale chini ya roundabout kuna parliament. Jivanji Garden ukienda kuna parliament. Ukienda Kisumu siji kuna parliament. Yaani hata akili hamna. Mnatengeneza viparliament ambavyo havina maana yoyote. Mazungumzo yenu ambayo mnayoongea pale kwenye viparliament vyenu inaishia pale. Mmekuwa jobless. Na mngekuwa mna jobs za kufanya, msingekuwa mnaunda viparliament mnapata muda kukaa kuongea pumba kama zile. Unamkuta mtu anamevimba anajiita eti yeye ndio Mr. Speaker. Anaitwa Mr. Speaker sir, I have a question. Alafu anatokea kule mtu Mr. Speaker anasema okay you can proceed. Yaani mnajitengeneza, yaani mmekuwa wajinga. Yaani hamnielewi, mmekuwa wapumbavu. Kusoma kote mlikosoma, wazazi wenu wametoa gharama kubwa kuwasomesha lakini hamna akili. Hayo masomo yenu mngemsaidia Rais William Ruto. Mngewasaidia mawaziri wenu kuwapatia ideas. Wale mawaziri wako na ofisi, zile ofisi zao zinaruhusu watu kwenda pale kwenye ile ofisi na mkaenda ukaomba nafasi ya kukutana na waziri. Ukikutana na waziri mpelekee project, mwambie waziri mimi nimekuja, I have this plan. Hebu naomba mheshimiwa waziri, hii nchi yetu, hebu fanya huu mfumo unaouonaje, hebu pitia hii plan unaionaje. Na hivi ndivyo ma creativities ambao wanaweza kucreate kitu ambacho wao wanaweza
pia wakapata hata kazi. Ukimpelekea waziri akiangalia ile plani yako umechora, anaangalia anasema huyu jamaa mbona ana akili namna hii. Anaichukua ile idea yako anaipeleka kwa viongozi wakubwa, wanajadili bwana, hapo kuna kijana ameleta hii, mnasemaje? Inatizama, lakini ikionekana kwamba inaweza ikaleta faida katika taifa la Kenya, basi waziri atakuja kuipitisha. Na haitoipitisha isipokuwa mpaka ule leta plani atakuita. Akishakuita ukija na wewe unapata job, na wewe naye utaorganize vijana wenzako ambao walikuwa majobless wanaokaa kule Majivanjii kumtukana rais Samia Suluhu Hassan, ambao hawana kazi, ni unamtukana mwanamke. Yaani unamtukana, yaani unatumia muda wako kumtukana mwanamke ulipokuwa huna akili. Wewe uko na mtoto anashindana na mama. Yaani akili hamna. Mnakaa mnapoteza muda kwenda kumtukana rais William Ruto badala mumsaidie kifikra. Kama nyinyi mnajiona majenzi na mmesoma, mmeelewa vizuri mtokisoma, basi mngetumia nafasi yenu kumshauri rais wenu. Lakini nyie kuanzia tu kipindi Ruto anaapa, toka siku Ruto ameapa, anaendeshwa, anapelekwa mbio, anatukanwa, anadhalilishwa, anaonekana hana maana. Mnakwenda kumsikiza mtu kama Gachagua, mtu amekishapoteza mwelekeo. Gachagua ni Mkikuyu ambaye mwenye roho mbaya. Gachagua ni mbinafsi. Gachagua na timu yake kina Martha Karua. Martha Karua ni muuaji. Wakenya hamna mmesahau mara hii, au wengine majenzini wa 2000 hamjui yaliyotokea 2007. Hamjui mambo aliyofanya yule mwanamke Firauni, mshenzi mkubwa Martha Karua, mwanamke gaidi, muuaji, alivyoitendea nchi ya Kenya mwaka 2007. Alipomwamrisha Kivuitu amwapishe Mwai Kibaki kwenye chumba cha giza, wamekaa hata stima hakina. Yaani nyinyi historia mnashindwa kuikumbuka. Mnakaa mnamsikiza Gachagua na yule Martha Karua. Martha Karua ataongoza nchi. Martha Karua na roho mbaya. Alijichanganya kuja Tanzania kwa Samia Suluhu. Samia Suluhu ni mwanamke mshupavu. She's capable, intelligent, powerful president ever. Msimchukulie Samia ni rais wa kawaida. Samia ni rais mwenye nguvu. Samia ni rais mwenye akili nyingi. Alafu Samia ni rais mwenye upendo. Ni mwingi sana wa kusamehe. Unaweza kumkosea Samia hata mara 2, mara 3 na baada akakusamehe, akakupatia chance. Hao waliojifanya kukimbia nchi hiyo kaenda mataifa mengine, aliwarudisha kina Tundu Lissu. Yeye Samia ndio karudisha kina Tundu Lissu hapo. Walikuwa nobody there. Walikuwa they were not even respected katika hizo nchi walizokuwa. Walikuwa na hali ngumu, walikuwa hawali bata, walikuwa hawajiachii kwa sababu wamezoea maisha kujiachia. Samia aliwafuata kama mtakufa njaa huko nyie kaka zangu, acheni ujinga, rudini Tanzania tuje tujenge Tanzania. Akawarudisha akijua kama ni kaka zake wana akili, waje wakae waiendeshe Tanzania kwa amani na salama. Lakini kwa sababu ya upumbavu, ujinga, kukosa akili, haya mnayoona leo wanasema Samia aondoke tukae sisi. Yaani sisi kwa akili zetu, mimi ndio ninaenda nimekaa hapa na akili zangu, eti niende nikampigie kura Tundu Lissu. Nitakuwa mpumbavu, sina akili. Kwa hiyo katika hali moja wa Kenya mmeshindwa kuzingatia hayo. Ndio matokeo yake leo mmekuwa ni watu wa malalamiko. Wa Kenya mmekuwa ni watu wa malalamiko, sio watendaji wa kazi. Many of you mko jobless. Hamna job. Mnakaa tu mnakula miraa, mnakula mogoka, metemetere, kangeta na giza. Na wengine wanavuta gamu. Kijana ametoka university anakwenda kuvuta gamu. Kijana ametoka university unamkuta amevimbisha shavu la upande wa kulia liko how are you? Are you okay? Oh, I'm fine. Where are you going now? Oh, I'm going to the parliament. The parliament. So what do you have today? Today I have this and this and that. You know, I want to talk to Mr. Speaker today. I want to tell him about this William Ruto. Yaani upumbavu mtu umejaza midudu imejaa, utakuwa na idea wewe. Unakula majani kama mbuzi kuanzia asubuhi mpaka jioni, utakuwa na akili timamu. Na ndio maana tunasema kwamba acheni roho mbaya wa Kenya. Rudini katika mstari. Isaidieni kwanza Kenya itoke pale ilipo. Tanzania inawashinda. Leo Tanzania iko na SGR ambayo inatumia electric. Metro, Tanzania leo iko na metro leo. Inatumia stima, inatumia umeme kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma kilomita 500 inakwenda masaa 2.5 mpaka Dodoma. Tanzania leo inatumia train ya stima. Wakenya mliotangulia kutengeneza SGR mnatumia train ya diesel. Inatoka Nairobi mpaka Mombasa, inatoka Nairobi asubuhi saa 3, inafika Mombasa saa 10 ya jioni. Wakati wenzenu wanatoka Dar es Salaam saa 11 alfajiri, saa 1:30 tayari treni
iko Dodoma kilomita 500. Mnapitwa kila siku ya Mungu, mnapitwa na hii chuki mliokuwa nayo, basi mje mtaumia sana. Tanzania kuna uranium, kama mlikuwa mjui. Wa Tanzania sasa hivi Rais Samia amesaini wanachimba uranium na Russia. Hura! Wanachimba uranium na Russia. Na unajua uranium katika mambo ya electric, katika mambo ya physics, katika mambo ya military uses, mnajua uranium inafanya kazi gani. Tanzania itakuwa ina uwezo wa capability ya military ambayo itakuwa ina uwezo mkubwa, kwa sababu itakuwa ina matanki makubwa itatengeneza kupitia uranium ya hapa. Lakini bado vile vile kutakuwa na vitu mbalimbali ambavyo katika mambo ya military uses kuna uwezo kutengeneza mpaka nuclear bomb inatengenezwa na uranium. Na ndio maana ugomvi ulio kati ya Irani na mataifa ya Marekani na Israeli huko ni kwa sababu Irani iko na uranium, Tanzania iko na uranium nyingi sana. Bado pia Tanzania kuna gas nyingi sana ambayo Tanzania inayo. Sasa nyinyi kaeni tu kila siku, Samia atolewe. Samia anaendelea mbele, Samia anauinua uchumi. Kaupandisha uchumi mpaka 6.5 hivi sasa. Tanzania, uchumi wa Tanzania umepanda. Na ndio chuki ya hao watu wa magharibi, wamewatumia majenzi, wamewatumia watu ambao mmewaficha hapo Kenya, wahalifu ambao wamepanga uhalifu kuichoma Tanzania. Wanakaa Kilimani pale Kenya, Nairobi, wanakaa Kileleshwa, wanakaa Haringam. Mmewaweka kule wahalifu ambao wanataka kuichoma Tanzania, mkitegemea kwamba Tanzania ikichomeka Kenya itapata maendeleo. Huwezi kupata maendeleo kwa kumchomea jirani. Nyumba ya jirani yako ukiona inawaka moto, basi jitahidi sana kauzime moto ule, kwa sababu muda wowote huo moto unaweza ukarukia kwenye nyumba yako na wewe kachomeka. Sasa acheni akili za kijinga. Msaidieni Rais William Ruto kifikra, msaidieni na maneno mazuri. Msifieni rais wenu Ruto anapofanya mambo mazuri. Ruto amekuja mpaka na fikra ya kutaka kutaka Wakenya wasilipe hospitali. Mnapata hospitali free. Mungu kwa Kenya mnataka nini tena? Lakini bado rais ambaye ana ideas kama hizo mnamuona hana akili. Bado rais mwenye mafikra kama hayo mnamuona mpumbavu. Kwa hiyo Wakenya, jiangalieni sana maisha yenu. Mtakuwa wapumbavu wa kila siku ya Mungu msipobadilika katika maisha yenu. Badilikeni. Mtapitwa na Tanzania, na inaendelea kuwapita. Mshapitwa vitu vingi mpaka sasa hivi. Tanzania barabara zake kuu za kwenda mkoa na mkoa au kwenda mpaka na mpaka zote ni za lami. Kenya vipi? Hebu tuanzie pale panapoitwa Garissa na nipo pale Wajia. Tupande kuelekea Mandela. Vipi? Ukoje? Bado ni barabara yenyewe ndani ya Nairobi imechimbika. Bado Nairobi ni chafu. Nairobi miaka zamani Nairobi ilikuwa inaitwa the city in the sun. Kipindi hicho wa Tanzania tulikuwa tunashika adabu, tulikuwa tunapiga saluti, tunasema shikamoo Kenya, shikamoo Nairobi. Ilikuwa Mtanzania akitoka Dar es Salaam akienda Nairobi ni kama kaenda Ulaya. Kipindi hicho the city in the sun. Lakini wakati huo chama kilichokuwa kinatawala kilikuwa ni chama cha KANU. Ilikuwa ni chama tawala cha KANU, ndo walikuwa wameifanya Nairobi iwe city in the sun. Mkajichanganya mkafikiri ya kwamba mkileta vyama vingi, demokrasia si vitu gani, hii ni mipango ya wazungu. Matokeo yake mkaja mkaitoa KANU, mkaingiza hizo vyama vyenu mnavyojua vyenye mara si naki, mara si ushuzi gani. Leo ipo Nairobi chafu, Kenya chafu, insecurity, nchi ambayo haina amani. Ukitoka Lunga unakwenda Mombasa unaweza ukalia. Yaani ukitoka Tanzania utafikiri vile uko kwenye paradise. Kimya, gari imenyamaza. Gari ikivuka boda tu ikaingia upande wa Kenya na huku sasa tuko Kenya, huku tuko motoni. Mmesoma lakini hamwezi kutumia vizuri akili zenu kumsaidia rais kuiendesha Kenya. Tunawaambia Wakenya, nyinyi ndugu zetu na tunawapenda sana ndugu zetu. Wengine tumeshare familia humo. Kuna familia ziko upande huo na kuna upande huu. Mnapata vizuri, lakini tumieni nafasi hizi vizuri kuishi na majirani yenu vizuri. Tukisaidiana ideas, fikra, tuna uwezo wa kuendesha Afrika Mashariki yetu vizuri na tutaishi vizuri wenyewe na ndugu zetu wataishi vizuri. Tuache roho mbaya. Tusiwe na roho mbaya kama ya Gachagua na Martha Karua. Hawa ni watu hawana maana yoyote. Msikubali kuwapa nchi. Usimpe nchi Martha Karua. Don't make such a mistake. Usimpe nchi Mama Karua wala usimpe nchi Gachagua. Hawa watu hawana mpango wa maendeleo ya Kenya, wanataka kuja kuwaibia pesa zenu
na mtabaki kuwa maskini milele daima. Rais William Samoei Ruto, msapotini Rais Ruto aiendeshe nchi ya Kenya vizuri. Mkimsapoti Rais Ruto, nchi itakaa vizuri, na ni mtu ambaye ana ideas nyingi, na mtaweza kufanikiwa katika maisha yenu wa Kenya jirani zetu. Tunawapenda sana. Hudumu umoja wetu, hudumu ujirani.